Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni furaha kuu tena tumepata fursa hii ya kuweza kuleta lesoni ambayo ina mafundisho mazuri ya ufafanuzi wa Biblia katika kipindi chetu cha Mwanga wa Maandiko TV. Na tunawakaribisha wasikilizaji na watazamaji kwenye kipindi hiki, kipindi ambacho kinatuuisha kiroho na ambacho kinatuleta karibu na Mungu wetu. Amen. Tunaomba watazamaji na wasikilizaji, unaweza like na pia unaweza usubscribe na kudrop comment hapo chini na kutuambia mahali ambapo unapotutazama kutoka ama unapotusikiliza kutoka. Kabla hatujaanza, naomba kuweza kukaribisha kwa hawa tulio nao hapa kwenye panel, tukaweze kutambulisha. Kutoka mkono wangu wa kulia tunaanza na mwalimu Jane, karibu. Ujambo washiriki na watazamaji. Kwa majina naitwa Jane Kadhure. Amen. Na wasalimu wa mjambo. Hatujambo. Kwa majina naitwa Rudia Usoro na wakaribisha katika kipindi hiki cha ufafanuzi wa Biblia na wakaribisha nyote. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Hatujambo. Amjambo tena. Hatujambo. Jina langu ni Simon Wanjala, mwalimu Simon Wanjala, karibu. Asante. Katika Kristo. Amjambo. Hatujambo. Amjambo tena. Hatujambo. Nashukuru, nami ni mwalimu Dennis Shem na wakaribisheni katika uchambuzi wa maandiko ili tujue makusudio ya Mungu ni gani katika maisha tunayoyaishi. Amen. Wasalimu katika jina la Kristo. Amjambo. Hatujambo. Ni mwalimu David Mamboreo na wakaribisha nyote. Amina. Amina, tuombe. Mungu, tunakuja mbele zako kukuabudu na kukuinua. Tunapoanza kipindi tuanze na wewe, na utakapomaliza utaenda kushukuru na kuinua jina lako. Na nimeomba nikiamini na kupitia jina lako takatifu. Amen. Asante sana, karibu sana watazamaji na wasikilizaji. Tunawakaribisha katika kipindi chetu tukipendacho, kipindi cha ufafanuzi wa Biblia. Siku ya leo tunajifundisha lesoni ambayo inayozungumzia oppression. Oppression kwa Kiswahili inasema Dhuluma. hiyo ni dhuluma ama unyanyasaji. Dhuluma. Katika lesoni hii ya dhuluma, background yake inazungumzia taifa lililopendwa na Mungu. Taifa lililopendwa na Mungu ni taifa ambalo ni la Israeli, ambalo lilikwenda kwenye mateka ama lilichukuliwa likaenda katika kule nchi ya ugenini, na wakawa wameteseka kwa muda. Hayo ndiyo tutaangalia sana kwa kindani katika lesoni yetu ya siku ya leo inayozungumzia kuhusu dhuluma ama unyanyasaji. Ninataka niulize walimu, ili neno dhuluma mnalielewa namna gani kwa misingi ya kitabu cha Exodus? Tunalielewa namna gani kwa msingi wa Exodus chapter 2? Tutaanza na Mamboleo. Mamboleo, David, unaweza kutuambia nini katika sehemu hiyo? Asante sana mwalimu. Hili neno dhuluma, Yes. tunaweza kulisema ni kwamba ni changamoto ambazo zinaletwa kwa mtu na mwenzake. Kwa mfano tukiangalia hii familia ya wana wa Israeli, tumesema katika hii nchi ya Misri walikuwa wanadhulumiwa na Wamisri wenyewe, walikuwa wanatumikishwa na kudhulumiwa na Wamisri. Mwalimu Dennis, naona una jambo, karibu. Asante. Yes. Tukiangalia katika somo hili la dhulma, Yes. si kwa wana wa Israeli peke yake, liko pia katika maisha haya tunayoishi. Yes. Na tunapozungumzia kuhusu kutoka na dhulma za wana wa Israeli, pia nasi tunazo dhulma tunazozipitia. Juzi tumeona vijana wameandamana wakisema kwamba wamefanya nini? Wamedhulumiwa. Na sisi pia tutaona Israeli walidhulumiwa kwa njia gani? Maandiko yatatuelezea na maandiko yatatuweka wazi. Amen. Na kwa ajili ya mtazamaji, ninaomba mmoja wetu atusomee kitabu cha Kutoka 2 na fungu lake la 23. Naomba mmoja atusomee kwa lugha ya Kiswahili. Kutoka 2. Kutoka sura ya 2 aya yake 23 mpaka 25.
andiko linasema Nasemaje? hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa, wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia. Kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Sasa tunapoangalia hapa mfalme alipoaga, inaashiria kitu gani? Mfalme alipokufa, alafu hawa wana wa Israeli waliokwenda kwenye mateka kule, waliochukuliwa pale, wakadhulumiwa baada ya mfalme kufa. Hiyo unaweza kusema nini hapa? Mwalimu, rudia. Asante kwa nafasi. Yes. Huyu mfalme anapokufa, Yes. tunapata hawa wana Israeli Yes. walienda pale kwa sababu ya ndugu yao Joseph. Ndio aliwapeleka pale kwa sababu ya njaa kule kwao, wakaacha pale na wanapoenda pale kwa sababu wanapitia kwa Josefu, wanafika pale na yule ambaye ni mfalme anayewachua pale ambao ni Farao anawaelewa kwa hawa watu aliyewafahamu. Sasa aliyewafahamu ni mfalme yule aliyeaga, ambaye alikuwa ni mtetezi wao. Na amekufa sasa. Amekufa. Mateso yanaonekana kwa ajili ya kwa sababu wao hawajulikani tena. Mfalme anayewachua amekufa. Ameaga. Na mateso yanapozidi wanamulilia Mungu. Lakini asante sana. Sasa mateso yanapowasidi wanamulilia nani? Mungu. Wanamulilia Mungu. Sasa wanamulilia Mungu kwa ajili ya mateso yale wanaoyapitia na kuenda kwao katika nchi ya Misri. Labda waliendaje kule Misri? Dennis. Yes. Waliendaje kule Misri hawa waliendaje kule Misri? Waliendaje Misri? Asante. Yes. Tunaona wako katika nchi ya Misri. Yes. Na walijipataje mikono ya Wamisri? Tunaona kwamba wakati njaa ilipokuja maeneo yao, walikuja vijana ambao ni ndugu wa Yosefu. Walipokuja katika mji wa Misri kuomba chakula, hapo ndipo tunaona Yusufu anawakaribisha. Anawatambua kuwa ni mandugu zake. Lakini wao bado hawajamtambua. Wanakuja kumtambua baadaye kwamba ni ndugu yake waliyemuuza. Na wanapokaribishwa na Yosefu, tunaona na wao pia walienda wakachukua wenzao wakawaleta huku kwa sababu kulikuwa na chakula katika mji ule wa Misri. Na hivyo ndivyo walipojipata katika mji wa Misri kwa sababu ya njaa iliyowatoa nchi yao kuja katika. Asante sana Mwalimu Dennis. Kile kilichowapeleka ni nini? Njaa iliyowapeleka. Lakini pia ukumbuke Mungu alikuwa amekwisha kusema kwamba wana wa Israeli kabla hawajachukua mji ambao walioahidiwa, mji ambayo the promised land, nchi walioahidiwa na Mungu kwamba wataichukua. Mungu akasema kabla hata hawajasaliwa, kabla hata Abrahamu hajakuwa na mtoto, akasema watakuwa utumwani kwanza, na watakapotoka utumwani watarudi ndio waje kuchukua nchi ambayo Mungu alikuwa amewaidia. Kwa hivyo tunapoangalia historia hii yote kwa ujumla, tunaona kwamba inaashiria pia wanadamu watateseka kabla wao Yesu arudi na sisi tukaweze kuenda mbinguni ama tuende katika mji ambao Mungu aliyotuandalia. Ni kwamba ili tuingie katika mji Mungu alituenda, lazima tutateseka. Maana unaona duniani kuna mateso, kuna njaa, kuna vifo, kuna magonjwa. Kwa hivyo tunapoona haya tutambue kwamba na siku moja tutatoka utumwani. Kama vile wana wa Israeli hatimaye walitoka wapi? Kutoka utumwani nao wakajisimamia. So tunaingia katika sehemu nyingine tunapoendelea katika lesson hii inayozungumzia kuhusu dhulma ama unyanyasaji. Tunaingia katika sehemu ya pili, inasema namna gani? Walimu? Tunazungumzia watu wa Mungu wakiwa katika nchi ya wapi? Ya Misri. Hao watu wa Mungu, Madam Jenny, ni watu gani hao wa Mungu walikuwa kwenye nchi ya utumwa? Ni watu gani hao wa Mungu walikuwa katika utumwani? Watu wa Mungu waliokuwa utumwani ni wale waliotoka kule Misri
walikuwa wananyanyaswa, ndio walikuwa watu wa Mungu ambao ni wana wa Israeli. Yes. Yaani taifa la Yakobo Kabisa. Katika taifa la Yakobo, labda nikurejeshe nyuma, hawa taifa la Yakobo, Yakobo alikuwa ni mtoto wa nani? Yakobo alikuwa mtoto wa Ibrahim. Alikuwa mtoto wa Isaka. Isaka alikuwa mtoto wa Ibrahim. Sasa huyu Yakobo ndugu yake alikuwa anaitwa nani? Esau. Lakini tunapoangalia lesson hii inaangazia taifa la Yakobo ambalo ni kisasi hicho cha Yakobo ndio taifa la Israeli. Labda niulize kwa ujumla, mbona taifa lani huyu ndugu yake Yakobo atumsumuzi? Lesson yani Biblia imtaji. Haimtaji kwa sababu gani? Kwa sababu aliasi. Si ndio? Mungu hajasumusi, atusumusi kwa uzuri kuhusu Edom. Atusumusi kwa uzuri kuhusu Esau. Maana Esau aliasi. Kwa hivyo unapoangalia katika lesson hii inatufundisha kwamba ili tuishi maisha ambayo ni mazuri, ndiposa Mungu akaweze kukutambua, lazima uishi kulingana na matakwa ya nani? Na matakwa ya Mungu. Ndio maana unaona kwamba wana wa Israeli wanawakilisha watu wa Mungu watakao okolewa katika dunia hii. 46 Mwanzo 46 fungu la 27. Mwanzo 46. Tusome kitabu cha Mwanzo 46 mstari wa 27 inasema, na wana wa Yusufu aliozaliwa katika Misri walikuwa nafsi wawili. Nafsi zote za nyumba ya Yakobo walioingia Misri walikuwa 70. Hiyo ni kitabu cha Mwanzo kinatuambia kwamba lile kundi ambalo lilikwenda katika nchi ya Israeli lilikuwa ni watoto wa Yakobo. Na hili kundi walipokuwa wakifika kule walikuwa wote wangapi? 70. Saa hii ni wangapi wako katika taifa la Israeli? Ni watu wengi sana, mamilioni ya watu. Tangu siku hiyo. Kwa hivyo kumaanisha Mungu aliwapenda. Mungu aliwabariki. Ichapo walipitia kwenye mateso makubwa, Mungu aliwabariki na hatimaye ahadi ya Mungu inatimia, maana walitoka kule na wakaingia katika nchi ya ahadi ambayo Mungu alikuwa amewaidia. Lakini tunasumusia nchi ya ahadi ya dunia hii. Lakini kuna ahadi ambayo Mungu ametuahidia ya wapi? Ya mbinguni. Ya mbinguni. Asante sana. Msomaji, tunawezaje kuona katika kitabu cha Kutoka 1 fungu lake la 5? Baada ya Mungu kuwaona wenye mateso, anasema nini katika kitabu cha Kutoka 1 fungu la 5? Kutoka 1 fungu la 5 Biblia Takatifu inasema, na nafsi zile zote zilizotoka viunoni mwa Yakobo zilikuwa ni nafsi 70, na huyo Yusufu alikuwa huko ndani ya Misri tangu hapo. Tunaona kwamba hiyo picha inatueleza ya kwamba hawa watu 70, taifa hili la Israeli wote 70, tunazungumziwa kwamba vile ambao wameingia pale na Mungu, hata wakiwa katika nchi ya utumwa wakapendelewa na hatimaye wakawa ni taifa kubwa. Asante. Sijui kama mnenaji Simon unaweza kusema nini katika sehemu hiyo ya sehemu inayotusumusia watu wa Mungu wakiwa katika nchi ya Misri. Ni nini unaweza kusema? Kwanza nataka niwashukuru mwalimu mwelekezi kwa kipindi hiki. Kwanza nataka nitoe hoja yangu katika siku ya Jumapili. Watu wa Mungu ni wale watu ambao wanatoa kilio. Na wanapotoa kilio Mungu anawasikiza. Kwa hivyo usipotoa kilio wewe si mtu wa Mungu. Inaonekana wewe umechukuliwa na Mungu mwingine ambaye si Mungu wa wana wa Israeli. Alafu watu wa Mungu, tukiongelea katika kuongea kuhusu watu wa Mungu, watu wa Mungu tumeelezewa kwamba walipatikana kule nje ya Misri kwa sababu ya njaa ambayo iliwafanya wapatikane kule. Na wanapitia kwa yule mmoja wao ambaye ni Yusufu. Na tunaona kwamba wanapokuwa kule, Yusufu ambaye tayari alikuwa ametoka nyumbani kwao na mibaraka babake, ameenda katika hiyo nchi ya utumwa, anawapokea. Na anapowapokea anatuma mpaka familia yake yao yote, anawapeleka mpaka kule nchi ya utumwa. Ambapo wakiwa pale Yusufu, kuna vile ambavyo alikuwa mtu ambaye ni mcha Mungu. Mpaka Mungu akamuonekania katika kufafanua ile shida ambayo ilikuwa inaenda kukumba lile taifa.
ambapo tunaona kwamba mkuu wao ama mkubwa wa hiyo nchi ama mfalme wa hiyo nchi Yusufu aliweza kumwendea akamweleza kuhusu jinsi ambavyo watapanga mikakati ya kuokoa hiyo nchi. Na tunaona kwamba Yusufu anachukua hiyo nafasi, mfalme anachukua hiyo nafasi, anamchukua kama second in command ama mkuu wa pili katika. Asante. Ama watu wa Mungu wakiwa katika utumwa. Tunaangalia sehemu ambayo ni muhimu sana. Tunapomaliza hiyo sehemu ya pili, tunataka tuangalie kwamba Mungu anasumusia, anaongea kwenye Biblia. Anasema kadri walivyoteswa ndivyo walivyoendelea kuongezeka. Sisi kama hiyo sehemu uliangalia, sisi mtasemaje kuhusu sehemu hiyo? Hiyo ni kitabu cha Exodus 1 ama Kutoka 1 fungu lake la 12. Yaani walipoteswa ndivyo waliendelea kuongezeka. Yaani inaonekana kwamba Mungu aliwapendelea. Nasema lakini kwa kadri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kusidi kuenea. Nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Mpaka ikafika mahali ambapo mfalme anasema akisaliwa mwanaume mfanye namna gani? Muue. Lakini Mungu akatumia watu kama Pua na yule mwingine anaitwa Spora. Alafu waliomuogopa Mungu, na Mungu ndiye alichochea akili zao akampendelea Mungu ili akaweze kutetea hili taifa. Kwa hivyo hili taifa ijapo lilikuwa kwenye mateso, Mungu alilishikilia. Akasema wanapoteseka wanaendelea kubarikiwa. Wanapotaka kuuawa Mungu anawatetea. Mpaka hatimaye eventually tunaona kwamba mfalme alikasirika, akatoa amri watoto wauawe, lakini bado yule ambaye aliyompaka mafuta kuokoa taifa la Israeli bado Mungu akafanya na gani? Akalimlinda, akamtetea mpaka akaenda kutetewa na wale waliokuwa wanamtesa. So inatuonesha Mungu ana namna nyingi ya kutetea watu wake. Sio kama tunapomaliza sehemu hiyo ni mwingine ana jambo katika sehemu hiyo. Naweza kusema kama hakuna tunaweza kusonga mbele. Sema karibu Simon. Asante mwalimu mwelekezi. Yes. Ningependa kuwashukuru tena. Tunaona ya kwamba kumbe tukitaka tupate mibaraka, yes, na Mungu aendelee kutulinda, lazima tuanze na mibaraka kwa wazazi wetu. Tunaona ya kwamba Yusufu anapokuwa na babake alikuwa amemdhamini, mpaka alikuwa amemshonea nguo ambaye ilikuwa ni nguo ya kuonyesha ukuu. Sasa tunaona kwamba hata ndugu zake walipoona wivu juu yake, alipokuwa anaelezea kuhusu ndoto zake, wakaanza kuona wivu. Kumbe hapo ndio mibaraka ilikuwa inamwandama mpaka mwisho. Kwa hivyo hata sisi katika maisha ambayo tunaishi, ukipata kwamba kuna nafasi kiwango ambayo unasonga, usiogope, Mungu yuko pamoja nawe, atakuongoza hadi milele. Amina. Haleluya. Asante sana. Tunaelekea katika sehemu ya tatu. Sijui kama mwalimu, kabla hatujaingia hiyo, tumeona kwamba hawa watu wa Mungu, yes, wakiingia nchi ya Misri walikuwa watu 70, ikiwa Yakobo na nyumba yake. Lakini tunaona wanaongezeka mpaka inafikia wakienda kutoka sasa during Exodus wanatoka karibu watu 600,000. Kwa hivyo tunaona waliongezeka sana. Lakini kitu ambacho tumejifundisha hapa ni kwamba hata ingawa walikuwa wanaongezeka, lakini walikuwa wanapitia katika mateso makali. Na jambo ambalo tunajifundisha hapo ni kwamba katikati ya hayo mateso, lakini Mungu bado ndiye alikuwa anawatawala hao wana wa Israeli. Hivyo mpaka wakati huu wa leo, hata sisi tukipitia katika mateso, tujue ya kwamba Mungu wetu bado yuko na Mungu wetu bado anaendelea kutuongoza. Amina. Historia ya mwanzo. Ama historia ya kwanza ndio tunaangalia mwanzo. So tunapoangalia historia ya mwanzo kabisa ya taifa hili la Israeli, ni jambo gani tunaliona? Tutasoma kitabu cha Mwanzo 41 na fungu lake la 41 ili tukaweze kuelewa mpaka 43. Inasema Farao akamwambia Yusufu, "Tazama, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri." Anamwambia nani? Mungu anamwambia Farao. Mungu akamwambia Yusufu. Farao akamwambia Yusufu. Farao anamwambia Yusufu, "Tazama, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri." Tunapewa hiyo habari vile Mungu anakuwa mtetezi. Mungu anawatetea Waisraeli wakiwa Misri na bado anaendelea kuwatetea
anamtetea Yusufu, maana anatumia Yusufu kama son of peace, yaani anamtetea Yusufu kama mtu wa amani ambaye atasaidia taifa lake. 42 inasema Farao, hebu soma 42. 42 inasema Yes. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. 43 inasema Yes. akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo, na watu akapiga kelele mbele yake, "Bikeni makoti." Hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri. Akamweka Yusufu juu ya nchi yote ya nini? Ya Misri. Mkono wa Mungu ni wa ajabu sana, unatetea watu wake, si ndio? Ni kweli. Yaani tunataka kumwambia mtazamaji na yule msikilizaji ambaye anatusikia ya kwamba asiwe na shaka, hata kama amedhulumiwa na ndugu zake, hata kama amenyanyaswa na majirani, yeye awe focused na pia amtegemee Mungu ambaye ana uwezo wa kumlinda na kumtunza, na hatimaye Mungu ataweza kumfanikisha kama vile alivyomfanikisha Yusufu. So tunaendeleza hiyo sehemu ya pili ya tatu sasa, ambao tumeona ni jambo gani tumeliona katika usomi wa kitabu cha Mwanzo 41 mpaka 43. Ni jambo gani tumeliona katika sehemu hiyo? Walimu, ninaomba mkaweze kutaja kile mnaweza kutaka kusema. Jambo ninaloliona hapa la kwanza, Yes. Mungu ako na njia nyingi ya kumsaidia mwanadamu ambaye amenyenyekea katika miguu yake. Nena. Tukianza na Yosefu, jinsi anavyojipata katika mji wa Misri, tunaona ndugu zake wakitaka kumuua, Ni kweli. lakini Mungu tena analeta plani nyingine ya kutotaka kumuua, kumrusha kwa nini? Kwa shimo. Kwa shimo. Amina. Tena haitoshi, tena Mungu analeta tena plani nyingine kupitia kwa ndugu yake tena. Anaambia badala tumrushe ndani, tufanye nini? Tumuuze. Tena wanamuuza. Wanapomuuza, tunaona kijana huyu Yusufu tena anaingia katika mji wa ugenini. Anapoingia pale tena anajipata mikononi mwa mateka. Anafungwa. Lakini kupitia kufunga kwake tena Mungu analeta ndoto kwa nani? Kwa mfalme. Na ndoto inapokuja kwa mfalme tena Mungu anamtumia mfungwa huyu kumfunulia nani? Mfalme ndoto. Amen. Na anapofunulia mfalme ndoto, mfalme basi anamuuliza kama ni hivyo na ni nani atakaye fanya nini? Kuongoza ili tusipungukiwe na nini? Na chakula. Hapa inahitajika mtu mwenye hekima na mwerevu. Na tena zaidi ya hayo anapewa cheo kile. Amina. Kupitia kwa Mungu kumtumika, anachukua Waisraeli anawaleta katika nchi yao. Amen. Kwa hivyo Mungu anatumia njia nyingi. Mbona nasema hivi? Iwapo umeona Mungu amekutumika kwa njia moja kusaidia mahali, usijipige kifua. Kweli. Mungu anaweza tumia njia nyingine badala ya wewe, watu wake wapate yale anayoyahitaji. Asante. Kuna mwingine dakika moja kila moja, tuone hiyo sehemu yetu kisonga. Asante. Na mimi katika Mrudia. Endelea. asante kwa nafasi. Katika historia hii ya Yusufu, kitu cha kwanza tunaona anapouzwa kule kwa wana Ishmaeli, Yes. anakuwa mwaminifu kuanzia hata any situation ambayo anakutana nayo ni mwaminifu. Anapokuwa Bwana anakuwa pamoja naye katika bwana wake pale anakuwa mtumwa. Bwana anakuwa pamoja naye mpaka gerezani. Sasa tunapoangalia huyu Josefu ni mtu mwingine wa ajabu sana. Haijalishi ako upande gani, anasimama na Mungu katika pande zote. Ingawa akiwa mtumwa, hata akiwa wapi, anasimama na ukweli. Na kitu tunajifunza hivi katika wakati huu ni kuwa yeye ni mwaminifu nyakati zote. Ingawa wanachukua muda mrefu wakiwa watumwa zaidi ya miaka 400, tunaona hawa watu wakiwa katika mateso, lakini historia yao tunaambiwa Ibrahimu, Mungu alimuonyesha kuwa
hata watu hawa watu wako watakuwa utumwani. Alionyeshwa unaposoma katika kitabu cha Mwanzo, alionyeshwa kuwa Mungu watu wako hawa watakuwa utumwani wakati wa miaka hii na hii, na Mungu aweze kutubariki. Amen. Naomba mtu achangie katika kitabu cha Mwanzo 37:26 mpaka 28 ili tuangalie hiyo historia ya mianzo tuangalie hiyo historical background ya hiyo habari ya Yusufu na familia ya Isaka. Tusomee kidogo. Biblia inasema Yes. Yuda akamwambia ndugu zake, kwafaa nini kumuua ndugu yetu na kuifichua damu yake na kuificha damu yake? Haya, na tumuuze kwa hawa wa Ishmaeli, wala mikono yetu isimdhuru, maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu na damu yetu. Ndugu zake wakakubali. So hiyo habari si tunafahamu vizuri ya kwamba wana wa Israeli hao watoto wa Yakobo walipanga kumuua ndugu yao mdogo. Sijui jambo gani Jeni unaweza kusema katika sehemu hiyo Jeni? Mimi ningependa kuambia watazamaji hakuna kitu ngumu Mungu akiwa amepanga. Tunaona ya kwamba matarajio hayakuwa vile huyu Farao kulikuwa kumepangwa, lakini tunaona ya kwamba wakaweza kufaulu katika maisha yao. Hata sisi tuko tayari kufaulu tukifuata maagizo ya Mwenyezi Mungu. Kana na yale mateso aliyoteswa, lakini akamtegemea Mungu na mwisho akafaulu. Kabisa. Tunaenda katika sehemu ya 4. Naomba tuende katika sehemu hiyo ya 4 ambayo inasumusia wale akina Spora na wale Pua ambao mfalme alitoa agizo ya kwamba mtoto akizaliwa, wale wakunga akizaliwa mtoto wa kiume unaweza ukamua. Sijui kama ni nani anaweza kutusaidia kuanzia hiyo. Mwalimu David. Asante sana mwalimu. Hapa tunaona tukisoma katika kitabu cha Exodus hiyo, yani Kutoka moja, tukianzia mstari wa 9 kuendelea, tunaona kuna mfalme ambaye anakuja katika mamlaka. Sasa huyu mfalme yeye hana habari kuhusu Yusufu. Hapa tunaona Yusufu amefariki na miaka imeenda kweli. Sasa yeye hana habari kuhusu Yusufu. Yeye anapokuja anaona hao Waibrania vile tumesema wanaendelea kuongezeka na walikuwa na nguvu na Mungu alikuwa amewabariki. Akawa na wasiwasi na wao. Akasema hao watu wakiendelea hivi si watakuja hata kutupendua hapa. Sasa akaweza kuwaagiza, kuna hawa kina mama walikuwa wanasaidia wenzao kwa hali ya kujifungua. Akaweza kuwaagiza, akawaita, akawaambia ya kwamba mnapoenda kuwasaidia hao kina mama wa Waibrania, mnapoona ni mtoto wa kifulana ua nyonga. Lakini wa kike mwache. Lakini Biblia inasema ya kwamba tukisoma hiyo Kutoka moja, wacha nisome mstari wa 16. Inasema, akasema wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kumuona na kuwaona katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanaume basi muweni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Lakini wale wazalishi walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakahifadhi hai wale wanaume. Jambo ambalo limenifurahisha hapo ni kwamba wakimcha Mungu, hao wanawake ambao walikuwa wanasaidia. Kwa hivyo ni watu ambao walikuwa na imani kwa Mungu, na ni kama walikuwa wamejifundisha kwamba amri ya kuua, na walikuwa wanajua amri za Mwenyezi Mungu kwamba usiibe. Lakini jambo ambalo nilikuwa najiuliza tena mwalimu ni kwamba hawa wana wa Israeli walisaliwa pale katika yule mji, kwa sababu walikuwa katika yule mji wa Misri wakipitia mateso katika miaka nyingi, wamesaliwa hapo. Inaonekana wamepewa hii elimu na wazazi wao ile ya kupitisha kwa watoto wetu. Kwa hivyo ni jukumu letu hata sisi tutakapokuwa tunawafundisha watoto wetu kuhusu Mungu ambaye tunamwabudu na Mungu ambaye tunamwamini,
watoto wataendeleza hiyo imani, pia wataendelea kufundisha watoto wao. Kwa hivyo ni challenge kwetu kama wazazi. Amen. So neno moja kama una neno Dennis, just 30 seconds. Jambo linalonifurahisha hapa, kama Mungu hajaamua, basi mwanadamu hawezi panga lolote na lifaulu. Tunaona wanawake hawa wamepewa amri, na huyu mwenye kupeana amri ni mkali. Sheria aliyoipeana ni lazima muende venye anasema. Lakini tunaona wanawake hawa ni wanawake wa ujasiri na wananyenyekeza kwa Mungu, wanasema kwamba hatuwezi fanya nini? Hatuwezi ua. Na mbona wanasema hawezi ua? Jambo la kwanza, wanatii sheria za Mungu. Nasi pia iwapo tutatii sheria za Mungu, basi tutatenda yaliyo mapenzi yake. Amina. Asante sana. Naona kama hiyo sehemu imeisha. Tunaenda katika sehemu ya karibu mwisho pale, ambayo inayosema kusaliwa kwa Musa. Musa anasaliwa. Mateso tumeyaona. Mateso makubwa sana. Watoto wanapitia, wengine wanauawa. Watoto wana wa Israeli wanateseka, watoto wa kisasi cha Yakobo wanateseka. Lakini Mungu anafanya nini ili kuwaokoa hao watu? Yes. Madam Rudia. Asante. Tunaona wakati Moses anasaliwa ni wakati watoto wanauawa. Na wakati mamaka anapo kufungua huyu mtoto, kujifungua, anaonekana kuwa mtoto mzuri sana, handsome. Na wakasema kweli huyu mtoto ni mzuri, tutafanyaje? Walijaribu kuficha kwa miezi mitatu. Lakini ilipofika miezi mitatu haikuwezekana tena waendelee kumficha. Wakamtengeneza kisafina, wakampeleka kule mtoni. Lakini ni kama ni Mungu alikuwa anawatayarisha, anapanga. Na pale wanapompeleka pale, ndugu yake anakaa kando ili aweze kumwangalia. Binti Farao anapoteremka kwenda kuoga na wachakazi wake, wanapata mtoto ako kwa kisafina, anaelea kwa maji. Na wakasema nichukulie yule mtoto. Kitu kinanishangaza hapa ni kuwa wanaangalia huyu mtoto, wanaona ni wa Mwibrania. Lakini kwa sababu anaonekana mzuri, akasema huyu mtoto wacha aishi. Akuwe ni wangu. Ni kwa nini haya tunapata hivi? Musa anakuwa kama ni mkombozi. Musa anaonekana kuwa huyu mtoto ni kama yule anafunikwa, anaona kuwa huyu mtoto ni mzuri sana. Ingawa ni Mwibrania, lakini anaonekana kuwa mtoto mzuri. Na anamchukua na yule anatafuta mtu wa kumtunza huyu mtoto, na yule ndugu yake dadake anasema kuna mama hapa ataweza kumlinda, anamletea Teril Martha, anakuja kumwangalia. Amen. Huyu mtoto anapokuwa pale anafundishwa maadili, anaambiwa wewe si Misri tena, wewe ni Mwibrania. Anafundishwa mambo ya kula, anafundishwa katika miaka anakaa kwa nyumba ya Farao miaka 12. Asante. Tumeona vile ambavyo Mungu alimuhifadhi kutoka kwa hali ambayo alikuwa afe, lakini kwa sababu Mungu alikuwa na mipango mikubwa naye, Mungu akamlinda. Hiyo inatuonesha kwamba hata na sisi tunapopata mateso tumulilie Mungu, maana yeye ndiye ana uwezo wa kutulinda. Sijui Simon, una jambo la kusema kwenye sehemu hiyo? Ningependa kusaliwa kwa Musa. Ningependa kushukuru mwalimu ambaye ametoka, ambaye ametuelekeza vizuri sana. Kwa hivyo mimi nataka niongelee kuhusu Musa anaposaliwa. Anasaliwa wakati kuna hukumu, kuna shida, kuna mateso, kuna dhuluma na unyanyasaji wa aina ya kipekee, ambapo tunaona kwamba mfalme ambaye alikuwa si mfalme ambaye alikuwa mfalme hivi. Kwa Kiingereza wanasema no nonsense man. Hakuwa angependa kuacha yale ambayo ameweka kama sheria ikose kufanya kazi. Lakini tunaona kwamba Musa anasaliwa, na anaposaliwa Mungu anakuja kupitia kwa wale wanawake, wanajaribu kufuata yale ambayo ni ya Mungu. Tunaona kwamba wanaweka Musa anaweza kupata ile kufichwa mpaka anakuja kuokolewa. So jambo ambalo linanifurahisha pale ni kwamba Musa immediately anapopelekwa katika kando ya mto ama juu ya maji akielea, kuna mwana wa Farao ambaye anatoka katika nyumba ambaye inadhulumu wale wana wa Israeli, anakuja kufanya ukombozi. Hilo ni jambo ambalo si la kawaida, ni jambo ambalo Mungu alikuwa ameweka mkono. Alafu anapomaliza pale tunaona kwamba mtoto wa ndugu dada yake Musa naye anatokelezea, anamuuliza mbona mnahangaika?
mnangependa kupata mtu wa kuwalelea huyu mtoto akuwe mkubwa, ambapo mara moja wanaitikia ndivyo. Mtu ambaye anakuja ni mamake. Ambaye anaenda kukaa naye kwa miezi mingapi, kwa miaka mingapi? Miaka 12. Hiyo ni mpango wa Mungu, si ya binadamu. Alafu anamrudisha kama ako na miaka 12. Musa anakuja anakaa katika nyumba ya Farao, anakaa hapo kwa miaka zaidi ya 30. Ambapo anajifunza mambo usomi wote, military yote, kama ni force alisoma, kona zote za ufalme aliweza kupitia. Ndiposa anasema kwamba hii ilikuwa ni maandalizi ya kipekee ambayo Mungu alikuwa anaandaa Musa. Shida zote ambazo alikuwa anapitia, alikuwa anasipitia, lakini Mungu alikuwa anaandaa kwa ajili ya ukombozi. Asante. Jamani, nataka tuangalie. Asante sana Mwalimu Simon. Umetueleza vizuri. Tunaona Mungu anamfanya Musa awe mkombozi, si ndio? Vile ambavyo Mwalimu Rudia amesema. Amekuwa mkombozi aje katika kitabu cha Mwanzo 1:22. Nani anaweza kutueleza kwenye sehemu hiyo? Na Mwanzo 2 fungu la 30. So kitabu cha Mwanzo kitabu cha Kutoka 1:22. Kutoka 1:22 na hiyo Mwanzo 2, Mungu anamuandaa namna gani? Ni kipi alichofanya kupitia kwa Musa kukomboa taifa la Israeli? Tunaona katika kitabu hicho cha Kutoka aya 22, kisha huyo Farao akawaagiza watu wake akisema, kila mtoto mwanaume atakayezaliwa mtamtupa mtoni, na kila mtoto mwanamke mtamhifadhi hai. Jambo linalonifurahisha hapa, wale wanadada wa Farao wanapomwona mtoto yule, hawamuoni kama Mwibrania, wanaona uzuri wake. Ndio inaturudisha katika kitabu cha Mwanzo 1, Mungu alipoviumba vyote vikapendeza machoni pake. Kwa hivyo nasi, iwapo tutatenda yaliyo mapenzi ya Mungu, kama mimi Mwalimu Shem, yule wa dunia anaponiona anioni kama Shem, anaona utukufu wa Mungu kupitia nani? Amina. Asante sana, asante sana. Ni yale ambayo tumejifunza ya kwamba Mungu anamtetea huyu Musa, ambaye hatimaye Mungu atamtumia Musa. Hilo kitabu cha Kutoka 1 fungu la 22, yule ambao Mungu anamulea na mtunza yule, anatumia mama yake mwenyewe kuweza kumtunza na hatimaye akamlea kufikia hapo. Nafikiri sehemu hiyo ya kusaliwa kwa Musa tumeona. Tunataka tuende katika sehemu inayosema Mungu anabadilisha mipango. Mungu ana uwezo wa kubadilisha mipango. Ni mipango gani aliyoibadilisha Mwalimu Daudi katika sehemu hiyo? Asante sana mwalimu mwelekezi. Vile tumeona Musa baada ya kumaliza miaka 12, mama yake anamregesha kwa kazi. Sasa anaenda kuishi huko na anapewa mafundisho, na alikuwa yale mafundisho alikuwa anapewa yalikuwa yanamtayarisha ili akuwe king katika mfalme katika ile nchi. Lakini tunaona ya kwamba mpango wote ulikuwa Mungu, kulingana na Mungu alikuwa ni aje kukomboa wale wana wa Israeli, sio kuwa mfalme wa Misri. Ilikuwa ni mpango wao, lakini mpango wa Mungu ulikuwa ni kwamba aje kukomboa wana wa Israeli. Sasa tunaona kuna jambo linatendeka hapa. Musa anapata wa Misri na Mwibrania. Misri anamdhulumu Mwibrania. Anapochungulia huku na huku, anaona hakuna mtu anamuona, anaua yule Misri na anamzika. Na sasa na siku nyingine anapata Waibrania peke yao wakisosana. Anawauliza, mbona mnasosana nyinyi ndugu kwa ndugu? Sasa yule mwenye alikuwa anadhulumu mwenzake anamuuliza, nani alikuweka wewe mwamuzi wetu? Unataka kuniua vile uliua yule Misri? Ndio ile jambo akastuka, kumbe limejulikana. Na sasa kumbe hii maneno yakaenea mpaka yakafikia mfalme. Lakini alipomfikia mfalme ni kwamba wakamwambia ya kwamba huyu mtu ana mpango, atakuja kupendua hii serikali yako na atakalia hicho kiti chako. Tunaona sasa mfalme anatoa amri ya kwamba Musa afanye nini? Auawe. Na tunaona Musa aliposikia hilo akaweza kutoroka. Sasa Mungu amebadilisha ile mpango wote ambayo alikuwa, badala yeye akuwe kiongozi wa Misri, yeye anaenda kuwa mchunga kondoo, anajipata Midiani.
anaenda kuwa mchungaji wa kondoo. Asante sana. Kuna jambo ambalo masaa yetu yameenda, nitawapatia kila mtu dakika moja kusema la mwisho, dakika moja masekunde kadhaa ili kusema neno lako la mwisho tunapomaliza lesoni hii. Lakini tusisahau kitabu cha Warumi 8 fungu lake la 28 inasema Mungu hufanya kazi na wale wampendao. Amen. Ili kuwapatia mema. Mungu anafanya kazi na wale wampendao. Amen. Kwa hivyo ukimwangalia Yakobo, umwangalie na yule Esau, Yakobo alipenda mambo ya Mungu. Amen. Akafundisha watoto wake. Tunaona hata yule mdogo vile Mungu alivyomlinda baadaye akawa mkombozi wa taifa la Israeli. Tunaangalia pia tunaona kwamba Mungu pia anafanya kazi na yule Yusufu mdogo katika kuwakomboa hao wengine, na baadaye tunaona Musa jinsi ambavyo Mungu anamlea, anamprotect, anampatia ulinzi yule. Mpaka hatimaye tunamuona amekuwa mkombozi huyu ambaye ni Musa. Sasa kwa kumalizia lesoni yetu katika siku ya leo, sijui mnasemaje kuhusu dhuluma? Mwalimu Jeni Kithure, tuambie ni jambo gani umejifundisha unataka kuambia msikilizaji. Msikilizaji anakusikiza. Asante sana mtazamaji. Yes. Langu ni kuambia ya kwamba tusife moyo, Mungu yuko nasi. Amen. Mipango yote ambayo shetani yako nayo, haijalishi ni gani tunapitia. Yes. Sisi tutaweza kuwa washindi. Bora tuwe waaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Amen. Na tuwe wakamilifu. Asante sana mwalimu Rudia. Asante. Kitu mimi nimeweza kujifunza katika lesoni hii ni kuwa kama tutaweza kutambua yale Mungu ametutendea na yale ambayo tunapitia, lakini kwa sababu yeye ni mwaminifu anageuza na yanakuwa mazuri katika maisha yetu. Mungu aweze kutusaidia. Amen. Pamoja na walimu wenzangu, ningependa kuambia kwamba kumbe tusiokope wale ambao wanatudhulumu. Iwapo tuko na imani na tumeweka fikra zetu kwa Mungu, Mungu atatupigania katika njia ya kipekee. Tunaona kwamba Musa aliweza kupigania katika njia ya kipekee, Yusufu akapigania katika njia ya kipekee. Wewe na mimi si tofauti kati ya Musa na Yusufu ambao walipiganiwa hadi wakashinda. Kumbe adui wako ndiye anayekufanya upate mbaraka. Amen. Nami nashukuru. Kuna mambo mawili ambayo nimejifunza katika lesoni hii. Jambo la kwanza, unapokuwa katika taabu, Mungu yuko karibu nawe zaidi ya siku nyingine. Amen. Yaani hapo ndipo Mungu ako na wewe kuliko wakati mwingine. Kuliko siku zote. Jambo la pili, uwapo utamtegemea Mungu, hautakuwa matekani. Amen. Lakini utamtegemea Mungu, hautakuwa kwenye mateka. Lakini iwapo utamkana Mungu, basi utakuwa kwenye mateka na kusema haki yangu, na haki yako itaendelea kuwa haki yako. Asante sana. Mwalimu David, neno la mwisho. Asante sana mwalimu. Mafundisho haya yamekuwa msaada kwetu kwa sababu yule Mungu ambaye alikumbuka wana wa Israeli kupitia kwa vilio vyao ndiye Mungu ambaye tunamwabudu sasa. Haleluya. Amen. Amen. Tunaambia watazamaji waendelee kufuatilia mafundisho yetu, na pia tunaendelea kuwaombea Mungu aendelee kuwabariki sana. Amen. Inawezekana msikilizaji na mtazamaji anapitia mambo magumu kabisa. Ninaomba kumuombea tunapomaliza. Amen. Tunaomba sasa. Baba, katika jina la Yesu, ni wakati tunaombea wasikilizaji na watazamaji wa kipindi hiki cha ufafanuzi wa Biblia. Amen. Kwa tukufu wa jina la Yesu, ninaomba baraka kwa ajili yao. Amen. Walio wagonjwa pone katika jina la Yesu. Amen. Walio na matatizo yanayowazuia kufaulu, Mungu tunakataa mateso hayo wanaoyapitia na majanga wanaopitia, ili ukaweke huru, ili wakakutangaze na pia wakakuinue. Asante Muumba wa mbingu na nchi, kwa kubariki kipindi hiki ambacho kwa kipindi hiki kukisikiliza ni baraka kwa wasikilizaji wanaofuatilia. Amen. Ninaomba utubariki nasi mpaka tutakapoonana tena. Ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Na washukuru wasikilizaji, haya maneno ambayo tunayoyaongea hapa tunashirikiana na Shake FM na yaweze kupeperushwa na watu wote waweze kupata haya maneno yatusongeze karibu na Mungu. Kila Ijumaa saa 3 na Mungu aweze kuwabariki. Amen.